Yeah, AI inaathiri vipi kazi yenu ya uchoraji? Especially AI. Yeah, so vizuri sana kwa kipindi hiki. Actually kwa binafsi zina athari chanya sana kwa upande wetu. Sana kwa sababu cha kwanza inachofanya zinarahisisha utendaji wa kazi, kwa sababu kazi ambayo unataka ufanye kwa masaa 2-3 unaweza kufanya chini ya saa moja kwa kutumia hizo teknolojia mpya. Yes, teknolojia hiyo kwa upande wa 3D house. Na kingine sababu mfano zamani watu walikuwa wanachora kwa makaratasi na penseli, kuproduce maybe picha moja tu ya 3D kwa kuchora kwa mkono inataka chukua siku nzima au zaidi ya siku moja. Sasa hivi kwa siku moja tu una produce kazi zaidi ya moja. Kwa hiyo kwa upande wetu inachanya zaidi. Iko kwenye ngo chanya zaidi. Kwa upande wa smart homes labda na hata hiyo AI kwenye nyumba, especially kwa developers of real estate inaongeza thamani kwa sababu mkimbio na wateja, kwa sababu mtu kwa mfano kuna hii app moja nilicheki ni nini Gemini. Yeah. Gemini unaweza ukapiga picha and then ukamwambia nataka design landscape ya ile eneo liwe hivi. Yeye anakuambia unataka iwe ya Kichina, ya kitropical, ya Kibrazil, ya kiwapi, niambie tuondoke. Yeah. Sasa changamoto nyingine ndio hiyo kwamba ndio hapo sasa tuna architect anaingia kwamba architect miongoni mwa kwa sababu moja hapo ya kumtumia sio tu kuchora ramani. Hiyo ramani anayochora inaendana na muktadha wa eneo husika. Kwa sababu huwezi kuchukua nyumba ambayo ipo labda Antarctica au Russia kule kwenye baridi ukataka kujenga Tanga kwenye joto, inawezekana. Kwa hiyo ukimhaya architect atakupa sababu kwa nini ujenge hivi na hivi. Kwa hiyo hizo mfano hiyo Gemini sisi tunavyotumia inategemea unaitumia, lakini nani unavyotumia ndio namna inavyokupa. Kwa hiyo itakuwa na msaada sana ukitumia kiusahihi. Yeah. Kwa hiyo sidhani kama mtu unataka ujenge nyumba Tanga utahitaji design ya nyumba ya China, itakuwa unaweza kujenga lakini haitaleta tija kwa sababu mazingira yako tofauti sana. Yes. So AI haitachukua kazi zenu. No, haitachukua. AI sana itatusaidia, haitatuondoa sisi kwa sababu AI haina feelings. Sababu sisi tunakutana na mteja, unaongea naye, anakupa feelings zake na feel anahitaji na nini. Kitu muhimu. Yes. Binadamu atabaki kuwa na ile human touch. Human touch itabaki pale haiwezi kuondoka kabisa. Pia labda kwenye masuala ya kwenda kwenye hizi rules and regulations za ujenzi lazima iwe ni issue ya face to face kuzinterpret zile regulations. Yes. Kwa hiyo bado mwanadamu human architect ana nafasi yake kubwa sana kwenye AI. Kwa hiyo AI ni kutusaidia tu kurahisisha kazi lakini sio kutu replace. Okay. Sasa tukienda kwa personal, wewe kama wewe ni kazi gani ambayo ulifanya ambayo ukasema hii kazi lazima nitafute kwanza. Hii lazima iniingize sokoni. Kusema kweli mwanzoni wakati nafanya ile kazi unasema una zaidi ya 8 years ndio? Yeah, 8 years kwenye industry. So kuna kazi I'm sure ile kusema kabla ya hiyo kazi kuna kazi nyingi sana nilifanya, japokuwa sikuwa na mwingiliano moja kwa moja sana na wale wateja. Ilikuwa na produce labda kazi tu, naenda site na produce kazi, wanaendelea na ujenzi. Lakini hiyo kazi ilikuwa ni mwaka 2022. 2022 ilikuwa Dar es Salaam. Ile kazi ile client ilikuwa ni mara kwanza ni reference nilipewa ni jamaa yangu, mteja wangu wa kwanza wa nyuma alimrecommend kwangu ndo nikapata ile kazi. Kwa hiyo ile mteja bwana aliniambia bwana, hii kazi nataka uichore na uisimamie mwanzo mwisho itoke kama ulivyochora. Unajua kuna kitu sometimes sisi tunafanya kazi unaweza kuchora kitu just for purpose ya muonekano tu nzuri kwenye picha, lakini kwenye ujenzi unaweza kubadilisha nini. Lakini ile client ananiambia ninachokiona kwenye ramani nataka nikione sasa. Kwa hiyo nataka uwe kwenye kazi mwanzo mwisho. Kwa hiyo kazi uliifanya na actually ilibadilisha maisha kwa sababu ilikuwa nyumba yake ya kwanza. Mpaka leo amekuwa rafiki yangu mzuri sana sababu hiyo kazi, na yes mpaka leo simu zinaita sana sababu ile kazi. Yeah. Na kitu gani ambacho ungependa
kuambia Watanzania kuhusu architecture on the field? Au kuna mtu labda leo kwa form 6 anaenda anataka aenda kasome architecture, unamshaurije huyu mtu? Musti so hamna kitu kwanza hamna kitu rahisi. Hamna field rahisi, hamna. Yani field rahisi ni ile ya mwenzako tu. Yes, kwa hiyo kwanza mtu yani asifocus kwenye hela. Yani ajue kwamba anataka kufanya nini na kwa nini. Hivyo, ajue anataka kufanya nini na kwa nini, kwa sababu hela zitakuja tu baada ya kufanya kitu kizuri. Dunia sasa inaangalia zaidi unafanya nini ndio ikulipe. Unapenda nini ndio ikulipe. Yani kwanza unafanya nini na yani unachokifanya unakipenda. It means ukiwa unakipenda unachokifanya utakifanya kwa ubora zaidi. Mwisho wa siku itakulipa moja kwa moja. Kwa hiyo vijana wa shule, vyuoni, kasome, haina shida. Ugumu, ni ngumu, hamna kitu rahisi, lakini kasome, haina shida. Unamshaurije mtu ambaye anajenga nyumba yake ya kwanza sasa hivi? Nyumba ya kwanza. Nyumba ya kwanza huwa mtu anajenga miezi 3 and then atulia miezi 6. Nyumba ya kwanza uwe na mipango. Uwe na mipango, usikurupuke. Uwe na mipango, it means utafute wataalamu. Architect, kwa kushauri ujenzi vizuri. Pia tafuta eneo zuri. Eneo zuri linamata, hata kama nyumba ya kuishi eneo linamata sana. Uangalie maybe ukaribu wa huduma za jamii na nini. Usiangalie tu urahisi wa nafuu wa hilo eneo, lakini angalia au urahisi wa ujenzi na nini. Angalia nini eneo husika linatija kiasi gani kufika kwenye huduma za jamii, usafiri na vitu kama hivyo. Yes, au pia ni kwenda hata mipango miji kuangalia kwamba exactly, yes, miaka 10 hii ile eneo litakuwaje, thamani yake future. Na yes, kwa hiyo anaweza kaenda mipango miji ndio katika kununua ile eneo sasa. Kwamba wana project nini katika eneo hili in the future na nini. Kwa hiyo itamsaidia kwa ujenzi wake wa kwanza asipate tabu sana. Na pia ajenge kwa tunasema kwa phase, kwa mpango, yani asiweke hela yake yani asifanye vitu vingi kwa wakati mmoja. Yani kama anaamua kujenga msingi, ajenge msingi madhubuti, amalize imara, sababu nyumba ni msingi. Kuna msemo mmoja wanasema yani sehemu nyeti ya jengo ni zile ambazo zinaonekana. Msingi ni ndio sehemu namba 1 ya jengo na haionekani. Mtu anakuja anaona tu bati, rangi nini, lakini yes, kwa awekeza kwenye msingi kweli. Kitoka hapo aende kwa utaratibu, aende kwa phase. Asitaki kujenga msingi huko anafyatua milango sijui madirisha huko no. Aende kwa phase. Sababu nyumba ya kwanza ni kwa phase. Pili, kingine pia ajenge kitu ambacho kinamfaa yeye. Asijenge ni kama jirani anafanya kitu fulani. No. Yeye kinamfaa kwa namna gani hicho kitu. Sababu ukijenga kama mwenzako ujue mfukoni mwake ukoje, au yeye ana feel vipi, au na maisha yake, background yake ikoje. Kwa hiyo ujenge kile kitu ambacho unakielewa mwenyewe. Yes, hiyo itasaidia sana. Na ikitokea kwamba unaanza upya tena from the beginning unaanza upya namba 1, yani ndio umetoka labda chuo, hapo ni kitu gani ambacho ungefanya cha tofauti? Chuo mimi nishasoma architecture. Okay. Mimi bwana, hata niko chuo na wakati tuko chuo natamani sana ingekuwa na network zaidi na watu wakati kipindi cha chuoni. Sio kitu linikwamisha kidogo. Yes, kwa networking na watu nilikuwa siko very social sana na watu na nini, lakini natamani ingefuata network zaidi na hata matumizi ya mitandao ndio ilikuwa imeanza kipindi kile, ningetumia vizuri zaidi. I think ingenipa nafasi kubwa zaidi hapa nilipo sasa. Sawa. Na kati ya hivi vitu vitatu ni kitu gani ambacho kinapunguza thamani ya nyumba? Moja, interior design. Pili, location. Tatu, landscape. Cha kwanza location. Location ina maana sana. Tabaki kwa location. Tabaki kwa location is the number one thing, and one thing. Ndio maana mtu ananunua site kwanza kabla ya yote, au hata akitaka kununua nyumba anauliza iko wapi. Ni bora ununue kiwanja cha milioni 150 kwanza. Yes, kabisa. Tena kwenye kuliko kununua kiwanja cha milioni 5 kajenga nyumba milioni 100. Yes, kabisa. Kwa sababu
Unakuta mfano mtu ananunua kiwanja kwa Tanga, ni usafiri ni rahisi kufikika, na mfano Dar es Salaam mtu ananunua kiwanja labda Kigamboni huko Geza au wapi, and then anafanya kazi maybe Posta, and then anajenga kule apartment. Mtu kutoka kule mpaka Posta maybe ni 30 kilometers. Kwa hiyo huo usafiri anatumia kila siku na nini, utakuwa na mkosti zaidi, ili hali angenunua kiwanja maybe maeneo ya karibu pale kwa gharama zaidi kuliko kile kiwanja mara 10 zaidi, lakini ingekuwa ni rahisi hata thamani ile jengo ingekuwa ni kubwa kuliko kule alipojenga. Kwa location inaongeza sana thamani ya jengo. Okay. Ijapokuwa after that uzuri wa jengo, landscaping, interior ndio architect anapoingia hapo, the good design pia ina elevate jengo, natural lighting and hizo interior design za kisasa, landscaping nzuri, zile first impressions zile na kutia material mazuri kutumia. Sasa hayo yote ni elements kuyapata, lazima uwe na architect akushauri month before ifanye hicho kitu. Yes. Hata kwenye kutafuta site pia location, architect anakusaidia. Yes. Kwa location number 1 and then good design nafuata. Sawa. Yes. Na kuna watu wanajenga kwa mkopo bro. Wengi siku hizi wanajenga kwa mkopo. Unawashaurije za watu, yani mtu anataka ajenge, lazima ajenge, lakini anajenga kwa mkopo. Alafu anakuambia ni shauri. Cha kwanza awe na team. Yani team. Architect, lawyer awe naye. Yes, it depends. Kama ni lawyer maybe anajenga, ni developer anajenga nyumba za develop real estate. Kama ni ya biashara, yes. Kama ni biashara unaweza ukamshauri, yani vizuri tu. Yes. Kama ni biashara, yani architect lazima awe na architect. Awe na team kama watu 4. QS anafanya evaluation ya nyumba ile, naamini za gharama za ujenzi na nini. Yes. Lawyer atamsaidia kwenye mikataba na nini. Na agent kwenye kuuza. Sababu yeye huwezi kwa mwenyewe kwa nyumba then ukauza, inawezekana. Kwa kisha kwa nayo team atakuwa kwenye right direction. Kingine, lakini isiwe tu residential. Yes. Hata kama residential maybe you can have all of them, lakini residential you need an architect na QS akupe architect akupe ramani na ushauri wa ujenzi, QS akupe mchanganuo wa gharama, then unakuwa vizuri. Sababu ujenzi lazima uwe na budget. Lazima kwa point yangu namba 2, budget. Hiyo yani unavokopa ule mkopo, kisha ule mkopo unamaliza ile nyumba. Usiweke kwamba nitakopa tena na hiyo itakuwa ni kitu cha msingi. Yes. Yani budget ile nyumba, unataka nyumba ya namna fulani, kwa budget yako na hiyo mkopo na uombe budget yako ndio iishie pale. Siwe kwamba nitakopa tena mwisho siku utakuwa ni mzigo, utakushinda kurudisha mkopo. Sawa. And then that's all. Asante sana. Kwenye mitandao ya kijamii ukiingia YouTube utakutana na page yangu Rama Msuya, RAMAR Msuya, na kwa mawasiliano unapatikana kwa namba 0654 546 222. Natumaini utaendelea kufuatilia kipindi. Kama bado huja subscribe, huja like, please chukua muda u like na kusubscribe, itatusaidia sisi kama channel kukua. Karibu.